niruhusu nimpishe mchungaji Benson. Unasikiliza Mwamba wa Baraka kwenye KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Kipindi cha Kizima cha Uzima. Jina langu ni mchungaji Benson Kio kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship CFF Pipeline. Ninafuraha kukuletea ujumbe huu wenye mada shusha nyavu. Simioni Petro walikuwa wamejaribu kuvua samaki usiku mzima na hawakuwa wamevua hata samaki mmoja. Walikuwa wamechoka wakati Yesu aliwaagiza wavushe nyavu tena, na kwa sababu ni mwelekeo wa Yesu, wakati huu walivua samaki wengi hadi wakaomba usaidizi wa kuinua ile neti. Andiko letu kuu ni kutoka katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura yake ya 5. Tunasoma kuanzia mstari wake wa 3 hadi mstari wake wa 6. Na wakati huu Simioni Petro walikuwa wameenda katika kazi yao ambayo ni ya uvuvi wa samaki, na maandiko natuonyesha kwamba walikuwa wamefanya hii kazi usiku mzima, lakini hawakuwa wamepata chochote. Na tuelewa ya kwamba Simioni Petro alikuwa amefanya hii kazi kwa muda mrefu. Alikuwa na uzoefu wa hii kazi ya uvuvi, lakini wakati huu hakuwa amefanikiwa kupata samaki wowote ule. Na wakati huu Yesu amekuja. Maandiko nasema mstari wake wa 3, akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano alichoboni. Kwa hivyo Yesu ameingia katika chombo ambacho Simioni Petro alikuwa anakitumia katika uvuvi, lakini wakati huu kwanza amechukua kile chombo ili akaweza kuwafundisha umati ambao ulikuwa mahali pale. Ndio maana maandiko yanasema kwamba akaingia katika kile chombo na akaketi akawafundisha makutano akiwa pale chomboni. Na mstari wake wa 4 unasema kwamba hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akamjibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Elewa kwamba Simioni hapa kuna kitu ambacho kiko ndani ya moyo wake. Ni mtu ambaye amejaribu, ni mtu ambaye alikuwa wakati ule wa kwanza alikuwa anavua samaki wengi, lakini wakati huu ni mtu ambaye hajafanikiwa. Ni kama vile ambavyo sisi huwa binadamu tunajaribu mambo, wakati mwingine huwa tunafaulu, wakati mwingine huwa hatufaulu. Na wakati mwingi ama wakati mwingine huwa tunasikia kwamba tumechoka, maana tumejaribu mambo mengi lakini hatufaulu. Kwa hivyo moyo wa binadamu huwa unafika mahali anasikia kwamba yeye amechoka na kujaribu mambo kadhaa. Simioni hapa naye amefika mahali pale, usiku mzima hajafanikiwa. Na kwa hivyo ndio maana mstari wake wa 4 ambapo tumesoma mstari wake wa 5 Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi za kuchosha usiku kucha. Kwa hivyo ni mtu ambaye amefanya kazi, amejaribu, amefanya kazi ambayo amekuwa akifanya, lakini wakati huu hajafanikiwa. Ni watu wengi ambao huwa wanafika mahali kama hapa, lakini hawaelewi ya kwamba kuna kitu kingine ambacho kinaweza kuwasaidia. Haswa yule mtu ambaye anayejaribu kivyake ni mtu ambaye huwa anafika mahali anashindwa, lakini asielewe ni nini kingine ambacho anaweza kufanya. Lakini Simioni Petro kuna kitu ambacho anaweka wazi, ama amefungua moyo wake. Anasema kwamba lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Kwa hivyo kuna kitu kingine ambacho kila mmoja wetu anafaa kukielewa, ya kwamba Yesu alimwambia Petero, mahali ambapo area ambao ulikuwa unavua samaki, hapo ndipo utaenda, lakini wewe enda ushushe nyavu mahali pale kilindini. Simioni hata kana kwamba alikuwa anaona ni kama jambo ambalo haliwezi kufanyika, kuna kitu ambacho alifanya cha kumtii huyu Bwana.
ambaye ni Yesu Kristo. Na maandiko yanatuonyesha ya kwamba utiifu ndilo jambo ambalo tunafaa kuelewa Yesu Kristo anahitaji. Na jambo la kutii ni jambo ambalo si rahisi kwa watu wengi. Maana kutii, hata kama Petro alikuwa anaangalia na kuona nimefanya hivyo, na ndio maana kwanza alimwambia Bwana mkubwa, tumefanya hivyo, tumefanya hiyo kazi. Kwa hivyo kwa njia nyingine alikuwa anamwambia kwamba hivyo unaniambia ni kweli ninaweza kufanya, lakini ni vingumu maana nimelifanya hivyo. Na ndio maana akasema kwamba lakini kwa neno lako. Kwa hivyo watu wengi huwa hawaelewi ya kwamba tunapomshirikisha Yesu katika mambo yetu, hata kama yalikuwa mangumu, ni mambo ambayo inaweza kuwa rahisi. Kwa hivyo hapa Petro anakubali ya kwamba kile ambacho Yesu amemwambia hivyo ndivyo atakavyofanya. Watu wengi kupatiwa yale mawaidha ama ule mwelekeo wa jinsi utakavyofanya, watu wengi huona ni jambo ambalo ni ngumu. Maana mwelekeo wa Yesu hauambatani sana na kile ambacho sisi tunacho kitamani. Mwelekeo wetu na mwelekeo wa Yesu sana huwa hauenendi sababa. Na kwa hivyo unakuta kwamba maana mwelekeo wa Yesu unatuelekeza katika hali ya kutii. Mwelekeo wa Yesu unatuelekea katika hali ya utakatifu, na si wengi wanatamani utakatifu. Mwelekeo wa Yesu unatuelekeza hali ya kumtumainia Mungu, lakini si wengi wanatamani kumtumainia Mungu mpaka dakika ya mwisho. Mwelekeo wa Yesu ni mwelekeo wa maombi. Si wengi ambao wanapenda maombi. Na kwa hivyo utakuta kwamba mwelekeo wa Yesu kwa wengi hawapendezwi sana, na huo ndio mwelekeo ambao Yesu anajua kwamba utakaotufaidi. Mstari wake wa 6, basi alipofanya hivyo walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Kwa hivyo katika neno ambalo Yesu alilowaambia, maandiko yanatuonyesha ya kwamba aliweza kufanikiwa. Kama hangekubali mwelekeo wa Yesu, hangefanikiwa. Kama hangekubali kuelekezwa na huyu Yesu, hangepata samaki. Angeenda nyumbani bado akiwa hana chochote kile. Lakini kwa ajili ya kukubali huu mwito, maandiko yanatuonyesha ya kwamba kwa ajili ya kutii kwake aliweza kufanikiwa. Na sisi ambao tunamjua Yesu, tuelewe ya kwamba kwa kutii mwelekeo wa Yesu Kristo, kutii vile ambavyo neno linavyotuambia, nasi tutapata manufaa ya vile ambavyo Mungu wetu anavyotamani. Maana kushusha nyavu hapa, tuelewe ya kwamba ni kutii lile neno ambalo Mungu wetu analotuambia. Na tukishafanya hivyo, tunamkaribia zaidi, tunakaribia baraka zetu zaidi. Na kwa hivyo msikilizaji wangu, tuelewe ya kwamba hili neno ambalo tunalolisoma kuhusu kushusha nyavu ni kule kumkaribia Bwana wetu zaidi na neno lake na maagizo yake, na hayo ndio ambayo itakayotupatia mwelekeo ambao utakaokaribia baraka zetu. Na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa neno hilo ambalo tumelisoma. Tunakushukuru maana msikilizaji wangu Bwana amelielewa hili neno, na utatusaidia kila mmoja wetu tukuelewe zaidi na tuweze kulitii neno lako. Katika jina la Yesu Kristo utukuke milele tumeomba, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Kilindini kashushe nyavu zenu. Yesu alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, kashushe nyavu zenu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Lakini kwa neno lako nashusha nyavu, nashusha nyavu, nashusha nyavu, nashusha nyavu. Kwa neno lako nashusha nyavu, neno lako nashusha nyavu. Yesu, kwa neno lako nashusha nyavu, nashusha nyavu, nashusha nyavu. Neno lako, kwa neno lako Yesu, tuma neno.
nitasimama tena, hata nikilemewa wewe utanishika tena, hata vita inijie Bwana utanipigania, watesi wajipange Bwana utapigana nao. Nimetoa mwenzenu, nimetoa na mafuta nikapewa, nikapanda na mbegu nikapanda ila mvua ikunyesha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Bwana mkubwa, tumefanya kazi hata tusipate kitu. Bwana mkubwa. Huyo ni mwimbaji Christian Shusho na wimbo Shusha Nyavu, ambao unatilia mkazo mada yetu ya siku ya leo. Mungu akiwa pamoja nasi tutaweza kufaulu kwa kila jambo. Ni wimbo ambao unatufikisha mwisho wa kipindi cha Kisima cha Uzima. Kwa niaba ya mtayarishi wa kipindi Jude Mongori, mimi mchungaji Benson Keo kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship CFF Pipeline. Mungu akubariki na akupe nguvu ya kushusha nyavu tena mwaka huu, msikilizaji. Amin. Asante sana mchungaji Benson. Na msikilizaji, natumai ya kwamba neno hilo limekupa changamoto nzuri tena kabisa ya kujaribu tena. Wacha excuse mingi na kusema kwamba jamani, Mungu si nimejaribu, last year nilijaribu, miaka 10 iliyopita nilijaribu, hata jana nilijaribu, sioni matokeo. Kwa neno la Mungu, Yesu akisema ameshasema. Hayo mengine umekuwa ukifanya kwa nguvu zako na juhudi zako na akili zako, lakini Yesu akija mwenyewe akitoa maagizo, wewe fuata maagizo ya Mungu. Jaribu tena na uone Mungu akitenda katika maisha yako, na tuendelee kushusha nyavu na sana sana kusikiliza Yesu anasemaje. Sio kusema tu Mungu tumefanya kazi bure usiku mzima alafu tena unatuambia tujaribu. Jaribu tena, shusha nyavu zako, sio? ABC Radio Taifa. Radio Taifa tunayoienzi sote. Ailelelelelele ni sauti ya Mkenya, yatuletea sherehe za kitaifa na kimataifa.